Karibu katika episode ya 8 ya recap yetu. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema, na kama bado hujatazama sehemu ya 7 ya recap yetu, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Tulipokuwa tumekomea katika episode ya 7 ni mara baada ya kushuhudia Mwamba Samir akiwa amepewa adhabu ya kutokwenda nje ya nchi kwa kipindi cha miaka 2, na hii adhabu alikuwa amepewa na serikali kwa kosa la ubakaji. Swali pekee ambalo tuliondoka nalo katika episode ya 7 ni mara baada ya kushuhudia kwamba Mwamba Black alikuwa anataka kama vile kumuokoa mtu ambaye alikuwa amenyongwa. Sasa hatukujua je, aliweza kumuokoa kwa sababu malaika watu wa roho walikuwa kando yake. Siku ya leo tunaonyeshwa Mwamba Menso. Kwa lugha nyepesi ni kwamba kumbe siku ile Black aliweza kuyasaidia maisha yake, na alikuwa anarudi nyumbani, lengo ni kumtazama mbwa wake, lakini kwa bahati iliyo mbaya akakuta kwamba kuna watu wawili wakaweza kumteka na kumpeleka kwa jamaa mmoja mtajiri. Huyu mtajiri ni kaka yake Samir, yule ambaye amehukumiwa kutoka nje ya nchi kwa kipindi cha miaka 2. Sasa ile kaka yake akawa amekasirika sana kwa sababu alitaka kesi hii muishie Menso. Sasa kukuta kwamba ile kesi imeweza kujulikanika, basi ikawa imemkela sana. Leo akamchukua mbwa Menso na akataka kumuua, lakini Menso akasema kwamba kama unataka kumshambulia huyo mbwa bora unishambulie mimi. Kwa bahati iliyo mbaya, wakati Menso anazidi kushambuliwa, yule mbwa wake hakukubali kabisa, akamngata huyu jamaa na kumsababishia jeraha katika kidole. Sasa kwa jamaa kwa hasira zaidi akachukua ile fimbo ya gofu na kisha akampiga nayo yule mbwa kichwani, na yule mbwa akawa amepoteza maisha. Sasa Menso huyu mbwa aliyekuwa amebakia ndio alikuwa mbadala wa mama yake mzazi, kwa sababu mama yake alipoweza kufariki alikuwa amemwachaga mbwa huyu. Baada ya kipigo kirefu sana kumwangukia Mwamba Menso, pia moja kwa moja akalazimishwa kusaini karatasi fulani kwamba anauza hisa na kuihamishia katika kampuni hii ya Manyamela. Mwamba Samir akiwa nyumbani aliendelea kuenjoy picha zake za ngono huku anaendelea kufurahia tu. Nyakati za alfajiri anaamka anashtukia kwamba yuko airport na watu wamemzunguka wakimtaka aame kabisa nchi hii. Samir haamini kabisa yale anayoyaona mbele ya macho yake kwamba eti alilala airport. Kitu cha ajabu ni kwamba akawa anataka kutafuta simu yake, lakini kwa bahati iliyo mbaya, wakati anafungua begi yake akakuta madawa ya kulevya yameweza kuanguka. Mwamba hakujua kabisa nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Kumbe tukio hili lilikuwa likitazamwa na nchi nzima. Polisi wakatimba inayohusika na kuweza kumkamata. Sasa issue nzima ilikuwa hivi. Black siku ya jana, wakati Mwamba Menso anaonewa na yule jamaa, alikuwa akishuhudia tukio lote, lakini pia akafunga safari na moja kwa moja kaenda kwa Samir, na hapa aliweza kugundua kwamba jamaa alikuwa anajihusisha na matukio mengi kidogo. Basi akaweza kumtengenezea mchezo na kumhamisha mpaka kumpeleka mitaa ya airport. Sasa siku ya leo kuna tukio moja hivi limeweza kutokea, na unatakiwa kuwa makini sana kunielewa katika jambo hili. Katika eneo la ukumbi wa sinema, mahali ambapo ilitokea ajali na kuondoa wanafunzi 300, katika lile eneo siku ya leo ilikuwa inajengwa jengo fulani. Walifanikiwa kukuta mwili wa mtoto fulani ambaye alikuwa amefukiwa ndani ya lile jengo, na baada ya kukuta tu ule mwili, malaika mmoja mtoa roho sura yake ikaanza kubadilika. Kwa lugha nyepesi ni kwamba akawa anajishangaa kwa nini sura yake inabadilika. Ikabidi kumuuliza kiongozi wake. Kiongozi huyu akamwambia huyu malaika mtoa roho kwamba kama ulitumia sura ya mtu mwingine na kwa bahati mbaya ule mwili wa huyo mtu ukawa umepatikanika, basi sura yako itarejea sura yako ile ya awali. Bidada Harang siku ya leo akiwa anarudi nyumbani, ghafla tu akakutana na mama yake. Mama yake akiwa anamwambia kwamba vipi, umeweza kuona kivuli cheusi katika mwili wa baba yako wa kambo? Na kweli bidada akasema kuwa ni kweli niliwahi kukiona kivuli hicho, lakini akamwambia kwamba hatakiwi kabisa kufa kwa sababu mdogo wake anaumwa kansa. Baba wako wa kambo anahangaika kadri yawezavyo kuhakikisha kwamba anaendelea kumtibia mdogo wake. Bidada akahuzunika sana, lakini akawa amepata hasira na kumwambia mama yake kwamba babangu wa kambo alikuja kuniibia pesa zangu nyingi sana, na mara kadhaa alikuwa akifanya hivyo. Si bora angeniambia kwamba anauguza kuliko kitendo cha kunifanyia vile mimi ukatili. Lakini mama mtu akasema kwamba kama yule baba ana mtoto, yule mtoto ni mdogo wako wewe, kwa hiyo ni muhimu sana kujali juu ya hilo jambo. Basi bidada aliachiwa swali moja tu na akajikuta kweli anapata huzuni kwa sababu yule mtoto hana kosa lolote. Alivaa miwani meusi na moja kwa moja akaelekea katika ile hospitali ambapo yule mtoto yule baba wa kambo alikuwa amelazwa. Alipofika tu ni kweli aliweza kukishuhudia kivuli cheusi, lakini mbaya zaidi ni kwamba alipokuwa ameenda mitaa nje kidogo ya hospitali aliweza kumshuhudia babake wa kambo naye akiwa anatoka moshi mweusi. Hii ilikuwa ni ishara ya kwamba baba wa kambo pamoja na mtoto wake wote watakwenda kupoteza maisha. Sasa akawa anataka kukigusa kile kivuli cha huyu baba wa kambo ili mradi aweze kujua sababu ya nini kifo chao kitakwenda kutokea, lakini ghafla tu baba wa kambo akawa amekimbia baada ya kumuona bidada. Bidada hakutaka kabisa kumwacha babake wa kambo, moja kwa moja akawa amepanda gari na kuanza kumfukuzia. Alipoweza kufika katika mitaa fulani, huyu mzee inaonekana kwamba bado aliendelea kukopa pesa kwa sababu anahitaji kumtibia mtoto wake, lakini mbaya zaidi ni kwamba akajiunga na kikundi cha wadai madeni. Bahati mbaya ni kwamba hili kundi linalipwa kwa kuweza kuwadai watu kwa nguvu. Wale watu walioshindwa kulipa kwa njia ya kawaida basi wanakuja kufosiwa kwa marungu. Basi wakawa wamejiandaa na kushika marungu, kisha akawa anapanda katika Alfred. Moja kwa moja bana wanataka tu kwanza safari. Bidada alishuhudia kwamba kila mmoja kati ya wale wadai madeni alikuwa anatokwa na kivuli cheusi, ishara ya kwamba wote watakwenda kupoteza maisha. Kile wakati bidada anaendelea kulishuhudia tukio hili, ghafla tu Mr. Black akawa amejitokeza na akaanza kumsaidia bidada kwenda kulikimbiza gari hilo ambalo lilikuwa limebeba hawa wadai madeni. Lakini njiani tu ghafla, kwa sababu Mr. Black anafahamika kwamba ni afisa wa polisi, mkuu wa kitengo cha upelelezi akawa amekutana naye. Kwa sababu Mr. Black ni afisa wa polisi, basi akawa anamwambia kwamba wanatakiwa kujiandaa haraka sana kwenda kutuliza vurugu katika maeneo ambayo ukumbi wa sinema uliwahi kuanguka na watoto 300 waliweza kupoteza maisha katika maeneo yale. Dada hakutaka kabisa kushuhudia huo mgogoro. Moja kwa moja akawa amefunga safari kuifuatilia lile kundi la wale wadai madeni. Walipofika tu katika eneo fulani, ilikuwa ni katika lile eneo ambalo ukumbi wa sinema ulikuwa unajengwa. Kumbe hii safari ya wadai madeni kwa kipindi hiki haikuwa kabisa kwenda kudai madeni, bali walikuwa wameagizwa kwenda kuwatuliza wananchi ambao walikuwa wanazuia lile eneo kuweza kujengwa ukumbi mwingine.
Walikuwa hawataki kabisa eneo lile ambalo liliweza kupoteza maisha ya watoto wao 300 kuweza kuendelezwa ama kujengwa kitu kingine. Bidada akataka kwenda kuwazuia hawa watu, lakini alipokuwa amewagusa tu akagundua kwamba katika eneo hili utakuja kupigwa moto na utakwenda kuangamiza hawa watu wote. Lakini alipoweza kumgusa tu babake wa kambo akagundua kuwa baba yake atakuja kufa kwa sababu alikuwa akimsaidia mtoto mdogo. Baba Black alipofika tu katika eneo hilo na kuweza kuona kwamba malaika watu wa roho walikuwa ni wengi sana katika eneo hilo, moja kwa moja akaenda kumchukua bidada Haran na kuweza kumkumbatia kwa lengo la kuweza kumlinda. Lakini eneo hilo kulikuwa kuna kundi la watoto walikuwa ndani ya container wamefungiwa na mtu fulani. Tena huyu jamaa ni mzee. Alipita hapa akiwa na dumu la petroli kisha akamimina kando kidogo ile container na akapiga moto. Sasa bidada Haran akiwa katika lile eneo la fujo aliweza kushuhudia kwamba kando kidogo kulikuwa kuna moshi. Ikabidi kwenda huko kwenda kutazama. Lakini ghafla tu akashangaa kwamba eneo fulani limeweza kufungwa. Akaanza kujitahidi kuweza kulifungua. Alipoweza kuchungulia ndani akaja kugundua kwamba kulikuwa kuna kundi la watoto. Na kando kidogo yule mzee aliweza kusababisha moshi ikawa kama naye pia ameweza kufungiwa katika eneo fulani tofauti kidogo. Sasa bidada akaanza kuhangaika kwa kutumia nguvu zake zote kuhakikisha kwamba anavunja ule mlango lengo aweze kuwasaidia wale watoto. Lakini Mr. Black alivyoweza kutimba katika mitaa hiyo hakuweza kufanya kitu chochote kile, kwani aliweza kushuhudia malaika watu walio walikuwa wengi sana juu ya container. Uwezo wa kwenda kumsaidia bidada ili kuliepusha lile tukio upo, lakini kama akiweza kumsaidia tu atapewa adhabu ya kubadilishwa na kuwa mbwa katika maeneo ya mlango wa kuingilia kuzimu, kwa sababu yeye ni malaika mtu wa roho na kazi yake ni kuhakikisha kwamba watu wanapoteza maisha. Mwamba akakumbuka kwamba siku moja alikuwa akizungumza na Taejo na Taejo alimwambia kwamba watoto waliopoteza wazazi wao wanaitwa yatima, lakini je, ungependa watu wawe yatima katika maisha yao? Mwamba akajitoa muhanga na kuamua kuvunja sheria za malaika watu wa roho. Akaenda kumsaidia bidada kulifungua lile container kisha akaanza kuwasaidia baadhi ya watoto. Kamanda mkuu wa kituo cha polisi alipofika tu katika eneo hilo akaenda kuvunja pale katika eneo la loki ya mlango kwa kutumia bunduki yake, kisha akaanza kuokoa watoto wengine kwa idadi kubwa zaidi. Lakini bidada akakumbuka kwamba huyu mzee pia alikuja kumuokoa mtoto, ikabidi kuingia ndani ya container ambao lilikuwa limeshika moto. Lakini Mr. Black akawa ameingia ndani na kuweza kumsaidia bidada aweze kutoka kwa wakati. Baada ya kutoka tu inaonekana upande wa pili kuna mtu ambaye alikuwa anapiga simu na kumwambia yule mtu ambaye alikuwa ameagizwa kuweza kuchoma moto katika eneo lile. Akampokea akimwambia kwamba ni nani aliyekuagiza kwenda kuwafungia watoto katika yale makontena? Mimi nilikwambia kuwa uwaweke watoto katika makontena lakini usiwafungie, kisha utawasha moto nje, na wazazi watakapoona kuwa watoto wao wako katika makontena wataacha kuisumbua serikali. Lakini jamaa anaonekana kwamba kila anapoagizwa kazi moja huwa anajiongezaga kwa kazi nyingine, na huyu jamaa ndiye aliweza kuhusika kumuua yule mmiliki wa ukumbi ule uliokuwa unaonesha sinema. Dada siku ya leo baada ya kufanikiwa kuwaokoa wale watoto wengine, moja kwa moja akarudi katika hospitalini ili kwenda kumtazama mtoto wa babake wa kambo. Lakini kwenda kutazama akagundua kwamba kile kivuli cha mauti kilikuwa kimeshaondoka. Akagundua kwamba ameweza kumsaidia. Sasa kumbuka kwamba Mr. Black aliingilia jambo hili na ni kosa pia. Sasa siku ya leo bidada alikuwa katika hatari kubwa. Mwamba Black aliweza kugundua kwamba bidada alikuwa katika hatari. Chanzo cha hatari yake bado tujaijua. Ikabidi Mwamba kukimbia kuelekea katika eneo la tukio. Lakini alipofika katika eneo la tukio, jambo la kushangaza ni kwamba alikuta kiatu cha bidada Haran, lakini pia akaikuta simu yake nyingine ikiwa imetapakaa damu. Kitu hichi kikawa kimemshangaza sana. Upande wa pili unaonyesha kwamba malaika watu wa roho walikuwa katika nyumba ya Black. Kumbuka kwamba Black aliweza kuvunja sheria ya malaika watu wa roho kwa kuweza kuwasaidia wale watoto katika container. Hivyo basi Mwamba yuko katika suspect ama yuko kuchunguza. Akagundua kwamba ule mpira ambao Mr. Black anaushikaga ili kujua ni nani anatakiwa kufa mbele, waligundua kwamba alikuwa ameuficha. Katika kufungua mpira akagundua kwamba kumbe bidada ndo zamu yake ya kufa imeweza kutimba. Black akajitosa katika mvua nzito akimtafuta bidada Haran ni wapi alipo, lakini ghafla tu akawa amepigiwa simu na maafisa wa polisi wakisema kwamba uchunguzi unaonyesha kwamba ile damu ni ya bidada Haran na inaonekana amepoteza damu karibia lita kama 2 hivi. Akamweka wazi kabisa Mr. Black wa kusema kwamba mtu aliyepoteza damu karibia lita kama 2 ni hatari sana kuweza kuishi. Kwa asilimia zote 90 atakuwa katika hatari ya kifo. Akiwa amevunjika kabisa moyo akatimba nyumbani kule alikokuwa anakaa bidada Haran, akaiplay simu yake kwani kulikuwa kuna rekodi fulani, akazidi kuisikiliza ile rekodi ambayo bidada Haran alikuwa amerekodi. Lakini Mwamba Black akaanza kufuatilia ni muda gani ile rekodi bidada aliweza kurekodi. Akagundua kwamba bidada alikuwa amerekodi mishale fulani hivi ya mchana, na hii mishale ya mchana bidada alikuwa yuko nyumbani kwake. Kwa hiyo Mwamba ikabidi kuelekea moja kwa moja katika nyumba ambayo bidada anaishi. Alipofananisha mida akagundua kwamba mida hii kuna gari alikuwa ameiona imeweza kupita katika mitaa hiyo. Moja kwa moja akamtafuta yule dereva ambaye alikuwa akiendesha ile gari. Akamuuliza kwamba je, mida ambao ulikuwa ukipita hapa siku ya jana haukuweza kuona tukio lolote ama mtu yeyote wa kumuhisia kwamba alikuwa katika mitaa hii? Jamaa akasema kwamba hakuna ambaye nilikuwa namuhisi wala ambaye niliweza kumgundua, lakini siku ya jana wakati napaki gari yangu niliweza kuigonga gari fulani ambayo ilikuwa imepaki mbele yangu, na nikawa natafuta mawasiliano ili namna ya kumlipa jamaa kutokana na hatari ambayo nimeweza kumsababishia katika gari lake. Kwa bahati mbaya sana ni kwamba ile namba ilikuwa ipatikaniki, lakini lile gari lilikuwa limepaki mbele ya nyumba ya bidada. Mwamba Black akawa ameomba hiyo namba ya hiyo gari ambayo ilikuwa imepaki mbele ya nyumba ya bidada na alikuwa migonga siku ya jana, lakini kwa bahati mbaya huyo mtu ambaye anahusika na hiyo gari hakuweza kupokea simu. Mr. Black akaenda kuitrack ile namba ya simu ya yule dereva ambaye gari yake ilikuwa imepaki vibaya na ikaweza kugongwa siku ya jana. Moja kwa moja akafika mpaka katika eneo la tukio. Alipoweza kuingia ndani akashangaa kuona kwamba kulikuwa kuna damu nyingi zinatiririka. Damu zilikuwa zinatokea katika friji. Moja kwa moja ikabidi kutimba katika hilo friji, lakini alipofungua akagundua kwamba hakukuwa na mtu yeyote ndani yake, ila nyuma yake akagundua kwamba kulikuwa kuna viatu vya bidada siku ya jana aliweza kuviona katika eneo la tukio.
Bila kumtazama huyu mtu ambaye alikuwa anatiririka damu, kwa bahati mbaya sana hakuwa bidada. Sasa je, bidada yuko wapi? Taarifa ya uchunguzi inadai kwamba bidada ndio ameweza kutiririka damu karibia lita kama 2. Kwa hiyo kwa sasa mpaka dakika hii ni kwamba bidada atakuwa na kivuli cheusi, yani muona vivuli vyeusi, sasa anazungukwa na kivuli cheusi. Tukutane katika episode ya 9 ya recap yetu. Nikumbushe tu kwamba kila unapogusa alama ya kulike siku ya leo bana, utakapokuwa umelike kwa haraka haraka tukafikisha tu like kama 200 hivi na aliangusha dude mpaka finali.